Pita nazo. Basi leo tunazungumza kuhusu uwekezaji. Hivi sijui wewe ukisikia neno uwekezaji nini kinakuja kichwani mwako? Wanakuja wazungu? Inakuja nini kichwani mwako? Basi leo tutakuwa na msingi mzuri sana wa kuzungumza kuhusu uwekezaji kwa lugha nyepesi tu, ili mimi nielewe na wewe uelewe, na kuelewa kuende sambamba na uchukuaji wa hatua. Mwakusikia UTT AMIS? Mwakumsikia rafiki yako akisema nimechukua hela yangu, nilikuwa nimewekeza UTT AMIS na nimevuta gari yangu mpya? Umeshakusikia mambo? Sasa sikiliza, sio ndoto. Leo tutazungumza moja kwa moja na Daudi Mbaga. Yeye ni director ni mkurugenzi kutoka UTT AMIS masoko na mawasiliano. Tutazungumza naye kwa ukubwa kuhusu kazi kubwa anayofanya, lakini pia kuna wengine unajua wanakutana nayo siku hizi. UTT AMIS iko sana kwenye mitandao sana. Kwa mwingine anakutana nayo lakini haelewi mfuko wa wawekezaji. Kwa leo tutaelewa kila kitu. Wanawekezaje, wanaopata faida wanapataje, unawezaje kuanza na mambo mengine kama hayo. Karibu sana Mbaga. Asante sana. Tumefurahi kuwa na wewe. Mimi pia. Tunaamini vijana wana shauku, kwa sababu popote panapohusu maokoto vijana huwa wanapenda kupokelea. Ndio hapo tunakaa chonjo tukisikia sehemu kwenye kuokota. Karibu. Tuanze kwa mtu ambaye pengine anakutana naye tu mtandaoni au anaisikia kwa rafiki yake UTT AMIS. Tumjuze kwanza. Hao wanafanya nini kwa ukubwa? Wanawezaje kubadilisha maisha ya mtu? Kwanza kabisa kwa kuanzia niseme tu kwamba hii hapa ni taasisi ya serikali kwa asilimia zote. Na serikali ilianzisha taasisi kwa makusudi kabisa ya kuweza kukutanisha Watanzania, na kwa sasa hivi hata wale ambao si Watanzania kwa baadhi ya mifuko ambayo tunaendesha kwenye masoko ya fedha au ya pesa na masoko ya mitaji. Na kinachofanyika pale kwenye taasisi ambapo nimesema kwamba iko chini ya Wizara ya Fedha ni uwekezaji wa pamoja. Ndio shughuli kubwa. Sikia shughuli ya UTT AMIS, basi shughuli yake ni uwekezaji wa pamoja. Tunapozungumza uwekezaji wa pamoja, tunazungumza kwamba mtu mmoja inaweza kuwa kama mimi, wewe na mwenzako mwingine. Pia tunazungumza vikundi, inaweza ikawa ni familia yako au marafiki mlosoma pamoja au wa mtaani au hata ofisini. Lakini pia tunazungumza taasisi mbalimbali, kwa mfano pension funds hizi, na pia tunazungumza hata baadhi ya sekta za serikali kama halmashauri na pengine hata serikali yenyewe ikipendwa, hata au kanisa, kila mmoja na imani yake dhidi ya uwekezaji. Hawa wanakusanya pesa zao kwa pamoja. Wakishakusanya hizi pesa wanamkabidhi UTT AMIS. Sasa UTT anakuwa yeye ni manager wa hizi pesa. Na yeye ndo anakuwa anashughulika na hizo pesa kiuwekezaji. Sasa UTT anachokifanya anapokuwa amepata zile pesa, kitu kwanza anachofanya, ataanza kitu ambacho tunaita vipande au anateza vipande. Sasa tunapozungumza vipande, tunazungumza nini? Ni ule umiliki wako kwenye mifuko ya uwekezaji, yani ni kama hisa. Lakini sasa ukasema kwamba kipande ni hisa, utakuwa unakosea. Kwa sababu tofauti na hisa, kipande chenyewe ukitaka kuwekeza, yani ukitaka kununua wakati wote unanunua, na ukitaka pesa zako wakati wote unapata pesa zako. Isipokuwa pesa utapata kati ya siku 3 mpaka siku 10 kutokana na mfuko ambao wewe humo. Kwa hivyo ina maana kwamba ningeweza nikaendelea na tofauti nyingi, lakini tukienda hivyo tutamaliza tu hapo kwenye tofauti ya kipande na hisa. Lakini hicho ni kikubwa, kwamba wakati wote ukitaka kuwekeza unawekeza, na wakati wote ukitaka pesa zako unazipata. Kwa hivyo katika mfumo wa vipande sasa vinawakilisha ile pesa yako ambayo unayo. UTT itapeleka kwenye tunasema securities, kwenye masoko ya mitaji na dhamana. Kwa hivyo kule hizi pesa zitarudi na interest. Ndio tofauti wa mimi naweka kwenye kibubu nyumbani na kuweka UTT. Naelewa. Kwa zakaporudi kule zitarudi na faida. Sasa ile faida sio ya UTT. Ile faida ni ya mwekezaji. Kwa hiyo mwekezaji ana uamuzi wa kuivuna au ana uamuzi wa kuiacha iendelee kujichakata, endelee kuzaa kwenye soko. Kwa hivyo kwa kifupi tu, kwa swali la kwanza, hicho ndicho UTT inachokifanya. Yani kwa kifupi unakuwa unajifanyia zako biashara bila kukatakata mavitu huko, bila kuwa na pressure itaungua au nini.
hela inakuwa inajizaa huku unaendelea kutembea kali yako, umeelewa, kwa lugha nyepesi. Masuala yamekuwa mengi kwa vijana. Mwanzoni wakati nazungumza kuhusu mambo ya uwekezaji, yani mtu akisikia tu kuwekeza vipande, hisa, anaona kama okay, natakiwa sasa niwe nalipo mshahara milioni 3.5 ili nianze kuwekeza. Mtu gani? Kijana. Mimi natamani tunazungumza sana na vijana. Hivi mtu gani anaweza kuanza kuwekeza? Kuna sifa zozote natakiwa kufikia, qualification fulani? Hili hapa ni swali zuri sana. Tuchukulia hivi, serikali iliweza kutazama na ikawa imeelewa shida za wananchi wake. Kwanza moja hapo ilikuwa ni utamaduni wa kuweka. Unafahamu, kwanza unatakiwa kuwa kuna utamaduni ule wa kuweka, afu baada ya hapo uwekeze. Lakini siku hizi kuweka na kuwekeza kuna line ambayo ni ndogo sana. Yaani tofauti kati ya kuweka na kuwekeza sasa hivi kwenye vehicle ambazo ziko mtaani au vyombo vya kuweza kutuwezesha kuweka au kuwekeza viko vingi sana. Na ilijaribu kuangalia vipato vya wananchi. Na ikasema kwamba kwa mifuko kama hii ya kwetu ya UTT, wananchi waweze kuwekeza kwa kiwango cha chini kabisa. Kwa hivyo mifuko karibia yote UTT unaanza na kiwango kidogo cha kama shilingi 10,000. 10,000? Kwa hiyo kwa mfano tuna mfuko mmoja unaweza kuanza na 10,000 kuendelea, wekeza maisha 10,000 kuendelea, jikimu 15,000, alafu baada hapo unaendelea na 5,500. Mfuko ambao tunasema unaweza ukaanza kidogo na kiwango cha juu, lakini pia kwa bahati nzuri au mbaya, sio kwa bahati nzuri au mbaya, kwa bahati nzuri pia umekuwa ndio mfuko ambao ndio pendwa na mkubwa kushinda wote, ambapo mfuko una zaidi ya trilioni 2, ni mfuko wa Ukwasi. Ambapo unapokuwa unaanza na 100,000. Ukishafungua account unaanza na 100,000. Alafu unavyoendelea kuwekeza unaendelea na kuanzia 10,000. Kwa hiyo unaona hivyo. Kwa hiyo unafunga mkanda kidogo, unaanza na 100,000. Alafu unaendelea kuanzia 10,000. Sasa na mfuko mwingine ambao ni wa hati fungani tunaitaga bond fund. Huu unaanza na 50,000. Lakini kuendelea unaendelea na kuanzia 5,000. Kwa hivyo sasa unaweza kuona ni jinsi gani serikali imerahisisha. Na ukumbuke kwamba unapokuwa umeleta pesa zako kuwekeza huko UTT, huku wewe unaendelea na shughuli zako. Yani kama labda wewe ni mwalimu utaendelea kufundisha, wewe uko jeshini utaendelea na kazi za ulinzi, ni polisi, usalama wa raia na mali zao. Kama ni mkulima unaendelea kulima. Hizi ambazo umeziacha UTT zinasimamiwa na UTT chini ya uangalizi wa watu ambao wamebobea kwenye sekta ya uwekezaji. Unaendelea shughuli zako. Na ukumbuke kwamba ingekuwa ni wewe mwenyewe unataka kufanya biashara, labda hizi tunasema mara nyingi tunasema active, kwa sababu hizi tunasema ni passive, ni biashara ambazo wewe ukishaweka unaondoka. Sasa ukute kwamba unataka leo uwe mwekezaji, maana yake ni nini? Maana yake leo utahitaji labda uwe na frame, leo utahitaji uwe na mfanyakazi, leo utahitaji uwe na TRA, utahitaji uwe na OSHA, control yako wewe mwenyewe inatakiwa kubwa uwepo pale. Wala majanga hayajapita. Na mambo mengine mengi, lakini hapa unaachia wataalamu, wewe unaendelea na shughuli zako. Hamjapenda makapo? Yaani mpaka hamjavutiwa? Mnalongo. Lakini ndio hivyo. Masuala yalikuwa mengi sana hapa. Watu wengi walikuwa wanajiuliza kuhusu namna ambavyo wanaweza kuanza kupiga hatua. Shilingi 10,000. Na hiyo mkubwa leo sema kubwa ni shilingi laki kweli. Hata kama wewe ndio. Na laki ni kianzio. Hata kama wewe na kazi yako naijua, kazi yako wewe ni afisa nini? Afisa ubashiri. Unajua kazi yetu. Wewe pia ni afisa ubashiri. Mechi ya Jumamosi, umefanya kazi yako vizuri ya uafisa, umepata jambo lako. Unaweza ukaweka afu nyingine ukiwa unapata huko 10,000 ukaenda kutoa. Maafisa usafirishaji laki ya wakosi. Kumbe kila mtu anaweza kuwa mwekezaji. Hamjambo wawekezaji wenzangu? Hatujambo. Vizuri. Basi sasa faida zimekuwa nyingi kwenye kuwekeza. Mtu mwingine tumezitaja sisi hapa tuko uchache tu kwamba kwanza ni sehemu salama. Serikali inaweza kukuibia bro. Yaani serikali inaweza kupotea. Taasisi ya serikali inaweza kupotea. Yaani wewe tu msikizaji, serikali inaweza kupotea. Haiwezi. Yaani kwa hiyo uhakika tu kwanza nilikowekeza. Mimi nishawahi kuwekeza huko, nitawasimulia siku nyingine. Uwekezaji ukapotea na mwekezaji naye akaondoka. Hayupo. Lakini hii kwanza iko chini ya serikali, usalama, lakini ndio hiyo tu kwamba ubora wa vitu vinajifanyia vyenyewe, afu unaenda kuchukua hela. Faida zingine ambazo kwa kijana anaweza kuzipata hasa kwenye unasaidiaje vijana wanataka, mimi nataka kuja kuwekeza
lakini swala la malengo na future sielewi. Yani moyo wangu umevutiwa kuzisikia habari hizi kutoka kwa Mbaga. Mnamsaidiaje nyinyi TT sasa kijana bodaboda ambaye leo kasikia habari hizi anataka kuanza kuwa mwekezaji? Swali zuri sana. Kwanza nataka kidogo nianze na background ambayo mara nyingi sana kwenye literature yangu au ninapokuwa naongea na watu mara nyingi waga natumia. Kwanza mimi waga napenda sana kulinganisha pesa na oxygen. Hii hewa tunayovuta. Ndio. Au pesa na damu. Au wakati mwingine hata pesa na umeme. Umeme unapowaka hatuone kama kuna shida, lakini unapozimika ndio tunaona giza. Unaona giza, unaona watu wanavyosononeka. Kama siku hiyo mfano wanacheza Simba na Yanga, umeme ukazimika, unapowaka unasikia kijiji chote kelele, watu wanashangilia, umerudi. Tukikosa oxygen pia tunakufa kabisa. Kwa hiyo tukikosa damu pia kwenye mwili, usipoongezewa damu tunakufa. Kwa hivyo tukikosa pesa tunakufa, kwa sababu pesa yenyewe si utajiri, lakini inarahisisha maisha. Tulipia bills za shule za watoto, makazi tunapoishi, mavazi, majistiri, na hata families zinakwenda na mambo mengine kadha wa kadha. Kwa maana hiyo sasa kila mtu anapoamka asubuhi, kitu cha kwanza kinachokuja ni kutafuta apate oxygen, apate hiyo pesa. Kwa hivyo sasa mtu anaweza kupata pesa namna gani? Hicho ndio kitu kikubwa sana ambacho mimi siku moja nijaribu kufanya tathmini na kuja kusoma. Nikagundua kwamba mara nyingi wanaopata pesa kwa urahisi ni wale ambao wana kipaji. Kwa mfano kipaji ya kufanya kitu fulani. Kwa mfano Cristiano Ronaldo, Mike Tyson, Lionel Messi, hata Diamond Platinum. Kuanzia wadogo wao wana hela. Miaka 17, 18. Nakumbuka enzi hizo Mbagala, ukijaribu kuangalia Diamond alimba Mbagala mwaka gani. Na naposema kwamba kipaji, kwa mfano mimi au wewe hatuwezi kuwa na nyimbo 500 kichwani. Lakini mwenzetu anazo, ukiswitch tu anaimba. Hicho ni kipaji. Lakini kitu kingine cha pili ni ubunifu. Wanaubuni, mfano hapa sisi tunaongea, nchi nzima inatusikiliza. Kila redio inapofika wanatuona. Na hapa mlisema watu wanatuona kwenye YouTube. Hivyo ni vipaji watu wameweza kugundua. Kwa hiyo wanakuwa na zile hatimiliki, patent right. Kwa hiyo kila tunavyotumia wao hela zinaingia kwa wale ambao wamegundua. Lakini pia watu wengine wanapata pesa wana bahati. Mathalani ukatokea familia ambayo ni maskini, ukaolewa kwenye familia ambayo ni tajiri, au kaoa familia ambayo ni tajiri. Mfano kwa mfalme wa Dubai. Fahamu wale watu wana hela. Kishaingia pale, maana yake wewe unaweza ukafanya party ya kuaga maskini. Lakini pia watu wengine ambao wanapata pesa ni wale ambao pia sio bahati, sasa wametoka kwenye familia hizo pia ambazo ni tajiri. Baba yako alikuwa na mahela, wewe atoka mlevi hivi, uko na tabia za kijinga hivi, anaweza kukuwekea mshahara tu, unaufanya kazi yote, unakula tu mpaka unakufa. Miaka na miaka. Tunapozungumza kampuni kubwa kama Microsoft, yuko Tesla, Ford, Toyota, hizo ni kampuni ambazo unaweza ukalipwa mshahara tunaufanya chochote, kwa sababu baba yako ndio mwenye kampuni. Lakini pia saa nyingine kuna vitu vingine ambavyo ni illegal, sipendaki kuzungumza, lakini mtu hawezi pia wakati mwingine this is very immoral kwenye society, aturuhusu. Lakini mtu akiwa na tabia za kishenzi kama hizo za kukaba, za kuvunja, anaweza akawa tajiri pia, lakini it is illegal na pia riski ni kubwa. Kwa hiyo hatupendi kuongelea. Sasa inapokuwa hivyo vitu, wewe unaweza kuwa tajiri kwa kama alivyoimba ndugu yetu Banza Stone, tajua maskini nguvu zake mwenyewe, alafu unaongeza na maarifa yako wewe mwenyewe na drive ya wewe kuweza kufika unapofika ni muda. Uwezi kuwa tajiri ndani ya mwaka kama hauko kwenye hizo kategori, au ndani ya mwezi kama hauko kwenye hizo kategori. Kwa hivyo kinachoweza kutokea, kwa mfano tuchukulie mtu ambaye anatumia 100,000 vibaya kwa mwezi, yani ambayo ni 3,500 kwa siku. 3,500 kwa siku unatumia vibaya, tukizidisha kwa 30 na kwa laki. Hii laki kwa miaka 10 ni milioni 12 kutoka kwako. Kwa historia ya UTT inakuwa milioni 25 kwa 12%.
Kwa hiyo kutoka kwenye mfuko wako ni kama milioni 10, lakini unakuwa kama milioni 25 kwa history. Huku mbele tunasema kipande kinaweza kikapanda kikashuka. Lakini kwa uhalisia sasa hivi ndio iko hivyo. Ukiona milioni 25 unaweza ukanunua pikipiki ambazo zimetumika 10. Zikakupa 12,000 kwa siku. Zikupa 12,000 kwa siku, kwa mwezi ni milioni 3,600,000. Ukiweza kuweka 3,300 kwa miaka mingine 10 ni milioni 363, kwa asilimia 12 ikupa milioni 704. Kwa hivyo unaona, kwa sababu wewe huna kitu, umeanza kidogo. Hata usipofika 704, hata ukafika 300, kwa sababu unakuwa na mabadiliko sokoni, hata ukafika 400 bado utakuwa uko kwenye hali nzuri. Lakini usingefanya hivyo, ile 3,500 ingekuwa imekwenda kule ambapo umeitumia vibaya, na wewe usingekutana nayo tena. Lakini unaona kwamba hii 3,500 wewe umeamua kuitumia wisely, kibusara. Kwa hivyo unakuta kwamba umekwenda umekutana nayo ikiwa 700 na japo hata kama ni miaka 20. Chukulia kama una miaka 20, miaka 40. Sasa kwa hiyo chaguo linakuwa kwamba wewe kuamua ukiwa na miaka 40 uwe unakaribia labda 700 au 500, au ukiwa miaka 40 uwe kama ulivyo, au uwe kwenye hali ile ile ambayo uko nayo. Kwa hivyo hii sasa ndio dhana nzima ambapo tunasema kwenye kuwekeza. Na hii pia ndio dhana nzima ambapo tunasema watu, hata wale ambao, au kuna wengine unakuta kwamba ni mtunzaji mzuri wa pesa, lakini hajui kwamba kuna tofauti ya kuweka na kuwekeza. Kwa mfano, ungekuwa umeweka milioni 5 nyumbani miaka 20 iliyopita, ingekuwa milioni 5 hiyo. Not hiyo namba hizo. Lakini pia ingekuwa imekaa kwenye akaunti za kawaida za saving, ambapo mara nyingi duniani hazizidi zaidi ya 200. Bado ingekuwa haijafika milioni 8. Lakini milioni 5 ingekaa mfuko umoja UTT leo ni zaidi ya milioni 85, milioni 85, 86. Kwa hiyo unaona tofauti ya kuweka na kuwekeza. Kwenye kuwekeza tutengeneza mitaji. Kwa hivyo tunaposema kwamba, au tuchukulie mtu ambaye ana kipato kizuri anaweka 500,000 kila mwezi. Ile 500,000 kila mwezi, huyu mtu akaweka tuseme kwa miaka 10, yeye atakuwa ameweka kama milioni 60 na 500,000. Atakuwa na kama milioni 125. Kwa hivyo tuchukulie labda wewe una miaka 50. Unajua miaka 60 pengine labda utaretire. Au unataka ununue nyumba, hutaki kujenga ndani ya miaka 10. Kwa hiyo umeweka 500,000 yako, milioni 60 na 500,000 zimekupa milioni 125. Maana yake hiyo ni kama pension ambayo unaweza kununua nyumba ikakupa kodi kama itakuwa inakupa zaidi ya UTT au sehemu nyingine za uwekezaji. Au hiyo milioni 125 kwenye mifuko ya UTT, kuna mifuko ambayo inatoa gawio kila mwezi ikakupa around milioni 1,200,000. Kwa hiyo ile 125 tunasema kwamba umetengeneza mtaji, au umetengeneza retirement fund, au umetengeneza future value ya pesa, ambayo ile pesa inakupa mshahara kila mwezi kama milioni 1,200,000, na ule mtaji wako ukiwa unakuwa. Kwa hiyo hivi ndio kawaida ambapo kijana wa kawaida wa Kitanzania anaweza katoka stage moja kwenda stage nyingine. Mpaka umezungumza kuhusu mambo ya retirement. Staff. Uzuri sisi wenyewe yani hapa mambo ya siku hizi yanaenda kasi jamani. Na staff kesho. Unashangaa imegeuka hivi. Umestaff. Naanza kutafuta kima mgongo. Pressure zimekuwa nyingi. Tunadedi sana baada ya kustaafu, baada ya kazi kufika. Unajua kustaafu zamani wenzetu walikuwa mpaka umri, lakini sasa hivi mwili unajikuta umechoka, yani akili mara usahau njia ofisini, ndio unaelewa mambo yanatokea. Unaweza kujiuliza umri au nilidanganya. Lakini watu wana retire na uzee upo, yani ku retire kupo. Mtu ambaye utofauti wa mimi ambaye nilikuwa nalipwa mshahara na kula zangu ubwabwa na hivi, na baadaye nikaja nikapata kiinua mgongo cha ghafla nikachukua labda milioni 80, milioni 40, na mtu ambaye alikuwa na utaratibu wa kuwekeza. Wana tofauti gani hawa kwenye maisha yao? Tofauti ni kubwa sana. Kwa sababu kwanza napenda tukubaliane kitu kimoja. Hakuna hata siku moja nishamsikia mtu anasema pension inatosha. Kitu cha kwanza. Kwa sababu utakapopata pension iko namna mbili. Kwanza, kitu cha kwanza utapata ile lump sum. Alafu kitu cha pili utakuwa unapata ile kwa mwezi. Nafahamu mtu ambaye alikuwa anapata zaidi ya milioni 3 kama mshahara, atakapo retire hela yake pengine inakuwa karibu tu na milioni 1 pale. Kwa hiyo unaona kiasi gani pia
kuna shimo, kuna gap inakuwa imetokeza ya ulichokuwa unakipata wakati uko active kazini na ambacho unakuwa umekipata sasa baada ya kustaafu. Hicho kitu cha kwanza. Sasa kwa sababu hiyo ni lazima uwe na vyanzo vingine vya pesa. Hivi vyanzo vingine vya pesa utavifanyaje? Ni ile tokea siku umeingia kufanya kazi, ukajua kwamba wewe siku moja uta-retire, ukawa unaweka kidogo kidogo. Kwa hiyo utakapokuwa ume-retire, mathalan mtu mwenye milioni 5 alafu ana miaka, magemi napenda kuongea kwa namba mara nyingi, na miaka 40 na milioni 5, kila mwezi uko unaweka 200,000. Utakapo-retire utakuwa na miaka 60. Wewe utakuwa umeweka kama milioni 53 ukipiga hesabu. Kwa asilimia zile 12, wewe utakuwa na karibia milioni 400. Umeona sasa ni milioni 5 ulianza unajinyima tu 200,000. Na ile 200,000 unaanza kujinyima vipi? Kila unapokuwa umepata hela unakisha tu walau asilimia 15 mpaka 20 kwanza unaiweka kwanza kabla ya kutumia. Kwa sababu utakapotumia hamna ambacho kitakuwa kimebaki. Yes. Kwa hiyo unaiweka kwanza. Kwa hiyo utaweza ile 200,000 la mwezi. Kwa hiyo utakuwa umefika hapo. Kwa hiyo uko na 400, hata kama pension yako ingekuwa milioni 80, 50 hata 30 au 100, unajumlishia. Hilo ndio fungu ambalo unalo. Sasa ukishakuwa na hilo fungu ambalo unalo, utakapokuwa mfano umeweka kwenye mfuko wa hati fungani, kila mwezi ukakupa 1% tu au karibia na 1%. Ina maana kwamba kila mwezi utakuwa umerudi karibia na ule mshahara wako wa milioni ambao tumeutolea mfano wa milioni 3. Unakuwa unapata na mtaji wako na wenyewe unaendelea kukua. Lakini pia wako watu ambao walikuwa hawajawahi hata siku moja kujiandaa. Lakini sasa leo huyu mtu kapata tunasema donge, lump sum. Kapata mkupuo wake ule. Chukulia baba mtu kapata milioni 50. Umefanya kazi wewe una miaka 30, ufika miaka 60 ume-retire, umepata milioni zako tuseme sasa hapo hizo 50. Sasa wewe hata siku moja hujawahi kuendesha Uber, kwa hiyo ukanunua Uber, hata jinsi ya kuservice gari hujui na hujui itakupa shilingi ngapi. Au wewe hata siku moja hujawahi kuwa mfugaji, ikawa ni shida, au hujawahi kulima mananasi, matikiti, hujawahi. Na wakati mwingine watu wanakimbilia kwenye nyumba, una miaka 60 unaenda kujenga nyumba. Ukiangalia sasa ile nyumba itarudisha baada ya miaka mingapi, na nyumba milioni 50 utaijenga wapi? Kiwanja, ujenzi na gharama ambazo zinaendelea unakuta inakuwa ni nyingi sana. Kwa hiyo mara nyingi utakuta watu ambao wanajua mifuko kama hii, anachukua milioni yake 50 anaiweka pale, kila mwezi nampa walau 4,500. Sasa na hapo pengine hiyo ni lump sum. Hapo pia atakuwa na ile monthly pension ile anayopata kila mwezi sasa. Kwa hiyo kichanganya walau ana kama milioni. Unapo-retire watoto na majukumu na movement kidogo zinakuwa zimeisha. Kwa hiyo huyu mtu anaishi, na anavyoishi bado unakuta kwamba ile faida anayopata inaendana au inazidi mfumuko wa bei. Kwa hiyo pesa yake inaweza kumfanya kaenda zaidi. Kitu ambacho kikubwa watu wanasahau ni kwamba ku-retire wakati mwingine, kwanza kuna wale ambao sisi tumekariri kwamba ni miaka 60. Lakini je, pengine umeanza na miaka 30 kwa sababu za miaka, kwa sababu za kiafya, pengine ikafika miaka 40 ikabidi waache kazi. Au wengine wanaacha kazi kwenda kuuguza ndugu zao, wazazi wao, yani circumstances zinaweza kutokea. Au kampuni ikifilisika. Mfano leo tukaambiwa kampuni X inafunga kwa sababu haiwezi kujiendesha. Sio si kama retirement tu. Au wakati mwingine tunafahamu kwa mfano mabadiliko baada ya election ya Marekani. Unakuta kwamba Marekani Trump alikuja akasema bwana, tunafunga baadhi ya entities za kampuni ambazo tunazo kwenye nchi zingine kwa sababu hazina manufaa kwetu. Unaona, kwa mfano wakati mwingine wanatoa elimu, kwa mfano sisi wa Tanzania twende tukawafunze baadhi ya makabila rafiki zetu wasitie tohara watoto wa kike. Sasa hizi nchi zina maprofesa, zina wasomi waweze kufanya, kwa hiyo wanazifunga zile. Kwa hiyo ni shida kwamba inaweza ikaja mara moja. Kwa hiyo lazima ujiandae muda wote. Lakini pia namba 2, siku hizi kutokana na maendeleo ya teknolojia kwenye afya na dawa, ukiangalia wale wanaitwa World Life Standard Organization, binadamu wa kwanza akifika miaka 60 anaweza kwenda mpaka wa kawaida, yani katika hali ya kawaida binadamu duniani sasa hivi miaka 60 anaweza kaenda miaka 18 zaidi mpaka miaka 78. Sasa kama ukujiandaa sasa miaka 60 pale mshahara au tokea hapo emergency mpaka miaka 78 itakuwaje? Alafu ukifika 78 anakuambia unaweza kaenda pengine mpaka 84. Ukifika 84 unaweza kwenda mpaka 92. Ile ukiangalia jedwali lao mwisho linaishia 102. Sasa
unaweza kufikiri miaka 30 iliyopita, kwa sababu sasa una miaka 60 labda ndio umeretire, bei ya sukari au mchele ilikuwaje? Miaka 30 kama utakuwa umeishi itakuwaje? Kwa hiyo utakuwa utashindwa, kwa sababu cost of living, tunasema gharama za maisha zinapanda kutokana na mfumuko wa bei. Lakini pia wewe mwenyewe unashindwa kuhaswa, kwa sababu unakuwa unachoka. Binadamu hata kama unachoka. Unaona? Sasa inabidi uende mpaka miaka 90 au miaka 100, na tumeona watu wengi wameishi miaka hiyo. Sasa kama kujiandaa, ndio pale unaanza kulaumu watoto, unaanza kulaumu serikali. Kwa hiyo swala ile la kujiandaa kwa maisha ya baadaye ni la mtu binafsi. Sasa hii mifuko inatoa suluhisho sana. Kwa sababu kwa mfano ukichukulia mfuko kama wa hati fungani ambao umeanza kama miaka 6 tu, kila mwaka umetoa kama 12%, ambapo ni kama 1% kila mwezi, ambapo tunasema 6% kwa miezi 6. 100 imekuwa 121, lakini mtu hizi 1% amezichukua, ambapo ukichukua kwa miaka 6 ni kwenye milioni kama 60. Kama ingekuwa milioni 100 mfano, ina maana huyu mtu leo angekuwa na milioni 121. Hii ipo. Lakini kwenye hiyo miaka 6 amechukua zaidi ya milioni 65. Kwa hiyo hizi amekula. Kwa hiyo umeishi, lakini pia na mtaji wako unakuwa unaendana kidogo na mabadiliko ya masoko ya mitaji na dhamana. Kwa hivyo unaishi. Kwa hiyo huu ndio uzuri wa faida hiyo. Hofu sasa ya Tanzania, kisa kwa sekunde moja tu, mtu amesema anaongea sana faida. Vipi kuna uwezekano wa mfuko kufilisika? Tunazungumza sasa kuhusiana. Aitwa Dime na akatuandikia hapa. Sekunde moja au mbili tu. Bwana Mena, tena nikusaidie kitu kimoja. Ni wapi unapoweza kuweka fedha ambapo haziwezi kufilisika? Hata kuweka nyumbani zinaweza zikaungua moto. Kwa hiyo kwa kifupi tu niseme kwamba hakuna swala ambalo halina riski. Hata wewe kutoka hapo nyumbani kwako tu useme unaenda kucheza mpira, unaweza kaenda ukajikwaa ukapasuka kichwa ukafa. Kwa hiyo unapozungumza investment, kawaida siku zote lazima kuna riski. Pesa ingekaa iko kwenye financial institution yote, lazima kuna riski. Kwa hiyo riski ambazo ziko kwa sababu ambayo ni sekunde ndio hizo ziko. Kwa hiyo inaweza ikaja ambayo tunasema systematic, ikapiga soko lote, ikaja ikapiga industry hiyo peke yake. Inawezekana ikatokea riski zingine, political risk, mabadiliko ya siasa na utawala wakati mwingine yanaleta taswira mbalimbali kwenye uwekezaji. Na wakati mwingine inaweza ikatokea ubadhirifu, ni sehemu ambapo zinaweza ikatokea kokote. Kwa hiyo swala la riski liko pale pale, lakini kwenye uwekezaji hilo ni swala ambalo limezingatiwa. Ndio maana uwekezaji wa pamoja, kwanza tunawekeza sehemu ambazo zina address, kwa mfano hati fungani kupitia BOT, hizi za makampuni kupitia CMSA, soko la hisa la Dar es Salaam kupitia CMSA, na masharti husika na masuala mengine kama auditing, governance, kama unavyoona kwenye mataasisi mengine yote. Kwa hiyo bwana Mena, karibu sana. Haya jamani, sisi ndo tumefikia hapo mwisho. Asante kwa Innocent Silayo. Alishangaa 100,000. Ni 100,000 kwa kwanza, afu baadaye unakuwa unaweka kidogo kidogo. Lakini pia Cathboy anasema uwekezaji unataka uwe na adabu sana ya pesa. Yes. Wengi wao tunajua kutunza pesa, hatujui kuwekeza. Huyo kajifunza jambo. Asante sana Anset, Andrea na wengine wengi. Mpaka sisi tukushukuru. Na kwa wengine ambao maswali yenu mnauliza, muda tu umetuvuta shati, lakini unaweza kuwatafuta UTT AMIS kupitia kurasa zao mbalimbali za mitandao ya kijamii. Unaweza kwenda X, unaweza kwenda Instagram, unaweza kwenda kwenye mitandao yote kusikizi wapo huko. Alafu ukauliza na mambo mengine yataendelea. Tukipata nafasi tena karibu. Lakini pia ni washukuru kwa kunisikiliza. Pia nipenda kuwaambia Watanzania kwamba tarehe 19, 20 na 21 kwa wale ambao wamewekeza UTT tunawakaribisha kwenye mkutano mkuu wa wekezaji kwa kila mifuko, na nafikiri watakuwa wamepata taarifa ambazo tumesoma kwa simu. Na itafanyika Julius International Conference Center pale Dar es Salaam. Kwa hiyo kuanzia Ijumaa, Jumamosi na Jumapili tuna AGM, annual general meeting, mkutano mkuu ya wekezaji. Asante sana. Ndio Mbaga, tumezungumza naye kutoka UTT AMIS, director wa marketing and communication. Tumezungumza naye mengi kwa ukubwa. Muda umetuvuta shati, tukirudi ni time ya news update. Asante sana Mbaga. Shukrani. Isikilize live redioni, mitandaoni na kwenye simu yako. Ni East Africa Radio News Update.
Watanzania wote wanaosafiri kwenda Marekani wametakiwa kuzingatia masharti ya visa walizopewa, kwani kutofuata masharti hayo ndicho chanzo kikuu cha Tanzania kuwekwa katika kundi la nchi zilizowekwa kwa vikwazo visivyokamilika vya kuingia nchini Marekani. Wito huo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki iliyotolewa jana Disemba 17 mwaka 2025 baada ya serikali ya Marekani kutangaza kuiweka Tanzania katika kundi la nchi zenye vikwazo vya sehemu kuhusu kuingia nchini humo. Hata hivyo, serikali ya Marekani imeeleza kwamba udhibiti huu si kamili na kwamba Watanzania watakaokidhi vigezo na masharti ya uhamiaji wataendelea kuruhusiwa kuingia nchini Marekani kulingana na taratibu na tathmini zitakazotumika. Mvua kubwa iliyoambatana na upepo mkali ilionyesha usiku wa kuamkia Disemba 17 mwaka 2025 katika manispaa ya Mpanda mkoani Katavi imesababisha kutokea kwa madhara makubwa kwa wakazi baada ya nyumba kadhaa kuezuliwa katika kijiji cha Magamba. Baadhi ya manusura wamesema hali hiyo imetokea majira ya saa 7 usiku baada ya mvua kubwa, ambapo mmoja wao amesema akiwa amelala na familia yake, paa la nyumba liliezuliwa na upepo na kusababisha vitu vilivyokuwa ndani kuharibika, ambapo iliwalazimu kutafuta hifadhi kwa majirani, huku akiomba msaada